Jambo la kwanza, lazima uwe umezaliwa mara ya pili kweli kweli. Matendo ya Mitume ile sura ya pili mstari wa 28. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa 28. Inaeleza hapa mstari wa 28, inasema umejulisha njia za umma, umenijulisha njia za umma, utanijaza furaha kwa uso wako. Wanaume, ndugu zangu, niwe radhi nisemayo kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi, ya kuwa alifariki akazikwa na kaburi lake liko kwetu leo. Hapa alikuwa na nukuu Petro maneno ya kitabu cha Zaburi ule mstari wa 28. Ukisoma kwa mstari wa 27, nasema kwa maana hutaniacha roho yangu katika kuzimu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Umenijulisha njia za umma, umenijaza furaha kwa uso wako. Kwa hiyo jambo hili lazima uwe umezaliwa mara ya pili. Umezaliwa mara ya pili. Umezaliwa mara ya pili kupitia Yesu Kristo. Mstari wa 38, basi nyumba yote ya Israeli na wajua yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo lazima kwanza uzaliwe mara ya pili kweli kweli. Zaliwe mara ya pili kweli kweli. Injili ya Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 17. Yohana 14 mstari wa 17. Hapa Biblia inaeleza, inasema hivi, ule mstari wa 17, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Kwa hiyo lazima ufanye mambo haya matatu. Uzaliwe mara ya pili. Nikodemo akaambiwa na Yesu, amini amini nakwambia Nikodemo, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ili upokee baraka na urithi utokao kwa Mungu, ni lazima kuzaliwa mara ya pili, uwe mtoto wa Mungu kwa mara ya pili. Lakini jambo la pili, lazima uwe na njaa na kiu ya kutaka Mungu. Lazima uwe na njaa na kiu ya kutaka Mungu. Uwe na shauku kama Nabii Isaya alivyosema, yeye aliye na kiu na aje kwangu anywe maji, maana kwake
juu ya maisha yetu ili tuweze kupokea baraka za Mungu. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 32. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wanaomtii. Mungu amewapa wale wanaomtii, wanaokubali kujinyenyekeza chini ya mapenzi yake. Mungu anawapa Roho Mtakatifu, anawapa kipawa hicho. Mungu anawawezesha kwa namna ya kipekee, anawafunika, anawapa nguvu juu yao. Wale walio tayari kutii mapenzi ya Mungu, walio tayari kuenenda sawasawa na Mungu anavyotaka. Mungu anawapa sehemu ya roho yake, anawapa Roho Mtakatifu, anashuka juu yao, anawawezesha katika mambo yote wanayohitaji. Roho Mtakatifu anawatia nguvu, anawaimarisha walio tayari kumtii Mungu. Lakini jambo hili anaeleza vizuri Biblia ya Matendo ya Mitume sura ya 5 na ule mstari wa 32. Anaeleza tu, anasema na sisi tu mashahidi wa mambo hayo pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote waaminio wanaomtii. Anasema wao waliposikia wakatoa mioyo yao wakapanga kumuua. Hapa Stefano anaeleza mambo makuu kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anayeweza kupokea lazima ufanye mambo haya matatu. Tumeona la kwanza, lazima uwe umezaliwa mara ya pili kweli kweli. Lakini la pili, lazima uwe na njaa na kiu ya kumtafuta Mungu. Na la tatu, lazima uwe tayari kwa ajili ya kumtii Mungu. Lakini unampokea Roho Mtakatifu kwa imani. Roho Mtakatifu anapokelewa kwa imani. Imani ndio chanzo cha kitu cha kutupa hiyo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo imani ndio kitu cha lazima kwa Mkristo. Omba kwa imani ni kitu cha lazima ili uweze kupokea chochote kutoka kwa Mungu. Ni lazima uwe na imani. Wokovu tunaopokea kwa imani, Roho Mtakatifu unaopokea kwa imani. Wale waaminio ndio wanaopokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Wagalatia sura ya 3 na ule mstari wa 2. Galatia 3 mstari wa 2 mpaka ule wa 5, wa 2 na wa 5. Inasema hivi. Nasema nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea Roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunapotokana na imani? Mlipokea Roho Mtakatifu kwa nini? Hapa leo tulipokea kwa imani.
8. Tasoma hapo, inaeleza vizuri. Lakini pia piga hizi hatua 3 za imani. Piga hizi hatua 3 za imani ili kupokea Roho Mtakatifu. Hatua ya kwanza, omba kwa imani. Luka sura ya 11 mstari wa 9 na ule wa 13. Omba kwa imani ukimwamini Mungu kwamba ataweza kushusha, maana imani huumba, imani hutengeneza, imani huleta matokeo hata yalikuwa mabaya, imani inabadilisha. Kwa hiyo kuwa na imani, lazima uombe kwa imani. Lakini ya pili, pokea kwa imani. Luka 11 mstari wa 10. Pokea kwa imani. Amini kuwa tayari umeshapokea kwa imani, kitu kinatokea. Unashangaa mara tayari ulimi unabadilishwa, unaingia kwenye kunena, unaanza kunena. Tayari Bwana anatenda makuu katika maisha yako. Jambo la 3, kwa imani nena katika ndani yako. Nena katika ndani yako, ndani ya moyo wako wote. Nena, anza kububujika, mwambie Bwana tayari. Shukuru Bwana, mwambie asante, maana tayari nimepokea kutoka kwako. Mwambie Bwana tayari nimepokea kutoka kwako. Uendelee katika hatua hizi 3. Kani kwambie leo, Roho Mtakatifu atakuwa juu yako. Nguvu ya Mungu itashuka juu yako. Roho Mtakatifu atakuacha, maana ni ahadi ya Mungu kwa kila aaminie kupokea uwezesho huu, kupokea nguvu hii. Nataka nikwambie hata wewe, ni haki yako kabisa. Ukitembea katika haya, Roho Mtakatifu atakuja juu yako, atakuishiria. Baada ya kusema haya, simama nikuombee ujazo wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Nikuombee. Fumba macho yako kwa imani. Nyosha mkono wako juu, mmoja weka kifuani kwako. Alafu kanifasisha maneno haya, tutakwenda kuomba na wewe. Sema, Yesu, nakuhitaji. Unipe Roho wako Mtakatifu aje ndani yangu kama ulivyoahidi, maana ni ahadi yangu. Nijaze Bwana kama ulivyolijaza kanisa la kwanza, nami hivyo hivyo niko tayari mahali hapa. Nifunike kwa nguvu yako, niwezeshe Bwana, hata majira haya nipe uwezo utokao kwako. Nifunike kwa damu yako, Roho wako Mtakatifu